Mradi huu ni sehemu ya mradi ambao unatoka hapa Rwanda mpaka Itumba ambao una kilomita 79.6 ambao serikali ilitenga pesa kwa ajili ya kujenga barabara hii. Lakini kwa kuanzia serikali imeanzia kilomita 21 la Rwanda Idiwili kujenga mradi huu ambao huu mradi umegawanyika katika makundi manne, yani katika sehemu 4 ambazo zinatekelezwa na wakandarasi wa 4 tofauti kwa gharama ya shilingi bilioni 45.44. Tutakapopita tutaendelea kutoa taarifa katika kila eneo la mradi wetu, lakini vile serikali ilitoa maelekezo kuwa miradi hii itekelezwe na wahandisi au wakandarasi wenye makampuni yanayoongozwa na wakandarasi wanawake, na kweli utekelezaji huo unaendelea vizuri na mpaka sasa hizo kazi zinaendelea vizuri kabisa. Mradi huu unatekelezwa katika hatua mbalimbali. Kuna hatua za kwanza za kusafisha eneo la barabara ambazo hizi hatua zimetekelezwa kwa 73% mpaka sasa hivi tunavyoenda. Baada ya kumaliza hatua hiyo, tumeenda kwenye hatua ya kutoa udongo mdhaifu au udongo mchafu. Yenyewe imeenda kwa 90.5. Alafu baada ya hapo tukaanza kujaza tuta kwa hatua ya kwanza ambayo kitaalamu anaita G3. Yenyewe imeenda 55% kwa miradi yote wastani. Vile tumeenda sehemu ya kukata milima. Milima mikubwa sana inakatwa na yenyewe imeenda kwa karibu 44 mpaka sasa hivi. Kwa ujumla wastani wa miradi yote minne inaenda kwa 9.5, lakini tuko nyuma kidogo, ambao kwa asilimia ambazo zilikuwa zinatakiwa mpaka kufikia sasa hivi itakuwa tuko katika 44% ya utekelezaji. Kwa hiyo tuko nyuma kwa kiasi hicho. Vitu vilivyopelekea mradi kuwa nyuma kiasi fulani mpaka sasa hivi, kwanza kulikuwa na mvua nyingi sana katika maeneo yetu haya, ambao kina kipindi kingi sana ambao watu wanashindwa kutekeleza hiyo miradi. Lakini vile sawa, tunaona kuwa 44% tuko nyuma sana, ila kazi za awali huaga zina ugumu sana kuliko zile kazi za mwisho, kwa sababu kazi ya kuchimba, kutoa na tunakutana na mambo mengi sana chini, lakini kazi za chini na sasa hivi zinaenda kwenye 90%. Zikikamilika hizo kazi za chini, zile kazi za juu zinaenda kwa haraka zaidi. Kwa hiyo tunaweza vile tukafidia huo muda vizuri sana. Jambo la kwanza kabisa nianze kuchukua fursa hii kwanza kumpongeza Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa na nzuri ambayo ameifanya kuletea wananchi haya maendeleo. Lakini huu ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kila mtu ambaye yuko hapa anafanya hii shughuli ajue anatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo tulipita kuinadi 2025 2030 kwamba mambo haya yatafanyika katika haya mambo. Lakini kwa kiasi kikubwa nichukue fursa kumpongeza Meja Tanlord wa mkoa. Mzee na hekima kubwa sana, Mungu akubariki sana. Hebu kufuatilia mnavyozungumza na wenzio, mnapokwenda vizuri na namna gani hii kazi kweli itakwenda haraka. Lakini ndakuwa mchoyo afadhali nisipowashukuru mama zangu. Mko vizuri sana. Tunaamini kabisa kwamba utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi utekelezwa kwa haraka. Jambo kubwa la msingi tu sisi tunachohitaji ni kuona mambo haya yanafanywa kwa wakati, ili shughuli mbalimbali za wananchi ziendelee kufanyika kwa wakati. Tunawashukuru sana wakandarasi wanawake kwa kazi nzuri ambayo mnafanya. Sasa mara nyingi waliposema wakandarasi wanapewa wanawake, tukawa na mashaka kwamba inaweza kuwa bra nyingi, lakini tumeona mambo yanakwenda na hali ni nzuri, na tunategemea kuiona barabara kwenye ubora mkubwa zaidi. Kwa sisi tuwapongeze sana, lakini pia tumpongeze rais wetu, jamidari wetu, Rais Suluhu Hassan ambaye ametuletea mradi huu na hela hizi ambazo umetoka kwenye hii barabara ambayo tunategemea sasa hivi na manufaa kwa watu wa Idiwili, na hii barabara itakuwa na manufaa makubwa sana. Kwa hiyo tunaombeni sana kama wenzangu walivyosema toka kule kwamba tunaomba hii barabara isimamiwe vilivyo. Tunajua changamoto kwenye mradi ni nyingi. Sasa kwenye vibarua mara nyingi simenti zikatoroka, vitu vikatoroka. Kwa lazima tuendelee kushirikiana na meneja pamoja na hili jambo ili kusimamia kuhakikisha kwamba hawa Watanzania tuliowaajiri na tunawasimamia mambo yanakaa sawa na wenzetu wasipate hasara. Kazi kubwa, mimi tuna imani kubwa na nyinyi, na kwa sababu tumeshaiona kazi mnavyoendelea nayo, ni imani yetu sasa mtakwenda vizuri. Kama Chama cha Mapinduzi tunasema serikali yetu ilitamani kuona maendeleo yanafika, na haya ni sehemu ya maendeleo ambayo yanawafikia wananchi.
Kwa tunatamani na nyinyi mwe sehemu ya mnyororo huo wa kufikisha maendeleo haya kama ambavyo chama kilikuwa kimekusudia yafike kwa wananchi. Jambo la kwanza, mimi kama mwenyekiti nimeridhika na utekelezaji wa jukumu lenyewe linavyokwenda, kwa sababu nilishiriki wakati wa utiaji wa saini wa kuingia kuanza ujenzi wa barabara hii, na leo nimekuja kuona kinachoendelea kwenye ujenzi wa barabara hii. Kwa kama chama tumeridhika na shughuli zinazoendelea kufanyika, lakini jambo kubwa la msingi ambalo mimi naenda kusisitiza na kuwasisitiza wataalamu, sisi kama chama hatuna utaalamu huo wa kuweza kusema hiki ni kizuri, hiki sio kizuri. Basi nichukue fursa hii kuwaomba au kuwataka wale wanaosimamia au wanaoangalia ukaribu au wale wataalamu wenyewe, basi wahakikishe utekelezaji huu unakwenda kwa viwango vile ambavyo vilikusudiwa, ili barabara hii iwe na maisha marefu na iweze kusaidia kwa muda mrefu wananchi wanaonufaika na barabara hii hapa.